elimu kwa umma, wajue mkusanyiko wetu leo ni wa kitu gani, unahusu mambo gani, tunakwenda kufanya nini. Elimu kwa umma, kwa sababu watatokea tu wapotoshaji wapotoshe vyote vilivyofanyika hapa. Kwa hiyo twende tukatoe elimu kwa umma. Waheshimiwa viongozi, tumeshuhudia kusainiwa kwa tamko la pamoja la sekta ya umma na sekta binafsi. Tamko hili linaonyesha utashi, dhamira na uamuzi wetu wa pamoja na utayari wa kuwajibika katika kufanikisha utekelezaji wa dira hii. Ni matumaini yangu kwa hiyo kuwa tamko lile tutalithamini na kuliheshimu na twende tukalitekeleze kwa ufanisi. Kila mmoja aliyesaini, kila sekta, nilikuwa na hesabu limesainiwa na watu 11, na maana makundi 11 ndani ya sekta ya biashara na uwekezaji. Kwa hiyo kila kundi likafahamishe watu wake lile tamko ni nini na tunatakiwa kwenda vipi kama Watanzania. Ni muhimu kutambua kuwa tunaanza utekelezaji wa dira tukiwa na misingi mizuri ya kiuchumi. Uchumi wetu umeendelea kuwa himilivu, mfumuko wa bei unadhibitiwa, uwekezaji umeongezeka na Tanzania imeendelea kujenga nafasi yake kama lango la biashara kwa nchi za Afrika Mashariki, Maziwa Makuu na Kusini mwa Afrika. Huo msingi wetu muhimu sana. Tunachotaka kufanya sasa ni kujazia juu na tuweze kwenda na safari yetu vizuri zaidi. Miaka 25 ijayo inaweza kuonekana ni mingi kwa kuisema. Miaka 25, na sisi tuofikia umri huu, sasa miaka 25 ijayo nipo kweli? Nitakuwa na mingapi? Unapiga 66 na 25. Ngapi? Nipo kweli? Mingi sana. Lakini kwa kazi tulionayo kujenga uchumi na nchi yetu ni muda mfupi sana. Mambo tulioyaweka kwenye dira ni makubwa mno, na kwa maana hiyo lazima tuanze sasa. Tusiseme tunaanza mwaka huu kwa maneno, tuanze kweli mwaka huu. Tuanze mwaka huu, twende tukatekeleze, ili angalau utakapofika nusu tuweze kusema kweli tuna matarajio yakifika kule. Kama Mungu atatujalia tuwe hivi, mambo yaende hivi, kule tukifundishwa uchumi wa sani ceteris paribus, kwamba kila jambo litabaki kama lilivyo na nyinyi mtakwenda kama mnavyojipangia. Kwa twendeni tukaanze sasa. Waheshimiwa viongozi na washiriki wote, napoelekea kuhitimisha, nipende kusisitiza kuwa amani na utulivu ni mtaji mkubwa kuliko mitaji tuliyoidai hapa. Kuliko mitaji tuliyoidai hapa. Unaweza ukawa na matrilioni ya mapesa, kama hakuna amani na utulivu, hii dira haitatekelezeka. Hatutaweza kufanya chochote. Lakini tunaweza tusiwe na pesa sasa, tuna malengo, tuna dira letu, kitabu chetu, lakini tukaweza kutekeleza kama tutakuwa na amani na utulivu. Niwaombe ndugu zangu wote wa Tanzania, sekta ya umma, sekta binafsi, wote twende tuweke amani na utulivu. Lolote unalohisi litavunja amani usiliunge mkono. Twende tuiweke nchi yetu vyema na twende tukatekeleze kazi zetu. Mfanya biashara anapofanya shughuli zake bila hofu, anafanya vyema na uchumi unakuwa. Na yule wa ofisini anapomhudumia mfanya biashara bila hofu, naye mfanya biashara anapata nguvu ya kwenda kufanya kazi yake vizuri. Kwa hiyo katika safari yetu ya dira 2050 ni wajibu wetu kuilinda amani ya nchi yetu. Tukilinda amani na utulivu, tutakuwa tumelinda uwekezaji, ajira, biashara na kasi ya ukuaji kwa uchumi. Huo ndio umuhimu wa amani na utulivu, na ndio maana nikasema ni mtaji mkubwa kuliko mitaji tunayohitaji kuwekeza kwenye miradi yetu.